Ni saa 10. Kesho saa 3 asubuhi itakuwa masaa 48 mengine. Nafikiri kwa ajili tu ya ustaarabu, kesho saa 3 asubuhi tutakuwa tumeshaenda hatua nyingine ya pili kama familia, kwa sababu tutaona hili jambo sasa limetushinda. Sasa tukabidhi umma, na kwa sababu umma unajua sisi ni watu ambao hatuna doa, hatuna damu kwenye mikono yetu. Tuna imani tutalilia umma, na Mungu tutamlilia, na umma tutaulilia. Umma sasa utaamua wenyewe tunaelekea uelekeo gani, lakini tunataka ndugu yetu tujue yuko wapi. Mpaka kufikia leo asubuhi tuli expect kwamba atakuwa amefikishwa. Kwa hiyo tuliamkia leo polisi. Tumeenda polisi, kwanza tumemwona OCCID wa wilaya ya Tarime, tumeongea naye. Akatuambia kwamba Mheshimiwa Heche, hatuna taarifa kwamba Mheshimiwa Heche analetwa hapa, kwa sababu kama hizo taarifa zingekuwepo, yule ni kiongozi mkubwa, tungekuwa na maandalizi fomo ya kumpokea hapa. Lakini mpaka sasa hivi hatuna hiyo taarifa na hatumu expect kwamba analetwa leo hapa Tarime. Kwa tulivyotoka hapo tukaenda kuonana na RPC Marco Njera, kamanda wa mkoa wa kipolisi wa mkoa huu, kwa sababu tuna kanda maalum hapa, na yeye akalitrate position the same ambayo OCCID alikuwa ameitoa. Naye katibu wa John Heche Zabroni Mrimi akazungumzia namna ambavyo makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa alivyokamatwa na kufikishwa kituo cha polisi Central jijini Dar es Salaam, lakini anashangazwa mpaka sasa kutofika kwa kiongozi huyo katika kituo cha polisi kanda maalum ya Tarime Rorya. Kwa mimi nashangaa, polisi wamemkamata jana makamu tukiwa naye, na walikuja wakamwambia vizuri, Mheshimiwa Heche uko chini ya ulinzi, sasa unatuhumiwa. Heche akauliza kwa kosa gani? Wakamwambia kosa uliolifanya Sirari, tunaomba tuende na wewe polisi Central. Sisi tukaatemti, mimi na msaidizi wake mmoja, tukaatemti kupanda gari ya polisi ile, wakatuzuia, hamruhusi kupanda kwenye gari. Tukapanda gari ya makamu ambao tulikuja nayo, tumeongozana nao mpaka Central. Tumefika Central wakatuzuia, wakaingia naye kituo cha polisi. Sasa tunashangaa, tangu jana wamemkamata makamu, tulikuwepo, tumemfikisha Central. Inawezekanaje mpaka leo polisi wasiseme wako naye wapi, wanafanya naye nini? Watu waambie tu kwamba John yuko wapi, kwa sababu John tunamtegemeza katika familia. John sidhani kama anachokoza mtu. John ni mtu ambaye anafanya mambo yake, hana ubaguzi. Akikutana hata na mtu ambaye kama ni wa CCM, kwa mfano binafsi mimi ni CCM, lakini John hajawahi kunibagua kwamba nije hapa nisimpatie chakula kwamba mimi niko CCM. Lakini tukao tunajua kwamba John anakuja, lakini masaa yanavyozidi kusogea tunaendelea kuwa na nini? Tunaendelea kuwa na wasiwasi, hatujui mtoto wetu yuko wapi. Mimi ni Samson Charles wa hapa East Africa TV. Asante Samson Charles kwa taarifa hiyo. Na mwandishi wetu Asha Shabani alifika nyumbani huko kwa John Heche ambako mkutano huu na waandishi wa habari umefanyika, na wala tufahamu kwa uchache sasa nini ambacho amekishuhudia, watu wanazungumza nini kuhusu kutokuonekana baada ya jana John Heche kukamatwa katika mahakama ya hapa Dar es Salaam. Asha Shabani, karibu sana kwenye EATV saa 1. Habari ya mara? Habari ya mara ni salama kabisa. Ulifika leo na kusikia kilio hicho cha ndugu, jamaa na marafiki. Hali ipoje kwa majirani, na hapo pia ndipo ambapo anaishi John Heche nyumbani? Tumefika kijijini ama nyumbani kwao na John Heche. Tumewakuta ndugu ambao walikuwa wamekusanyana wakiwa na jadili namna gani ya kumpata ndugu yao, kwa sababu wamejaribu kumtafuta kituo cha polisi kuanzia huku Tarime ambapo alitakiwa kufika na kupata mawasiliano kule Dar es Salaam, lakini hawakufanikiwa. Kiujumla hali iko shwari, hakuna taharuki yoyote kwamba labda kuna makundi ya watu na nini, hali iko shwari. Na ndugu wanasema wamechukua hatua gani za kuwasiliana na jeshi la polisi kufahamu ndugu yao yuko wapi? Walichodai ndugu ni kwamba wanatazamia mpaka kesho majira ya saa 3 asubuhi. Kama hatopatikana ndugu yao, basi wao watajaribu kuachia umma umtafute. Lakini wao kama wao subira yao ni mpaka kesho saa 3 asubuhi ambapo wanamtafuta ndugu yao, na wameendelea kuhangaika kupitia jeshi la polisi Dar es Salaam huko na hapa, wakishirikiana na viongozi wa Chadema. Uongozi wa chama kwa mkoa huo wa Mara ambapo ndipo anapotoka John Heche wanazungumza nini pia?
Mdogo yake na John Heche ambaye ni Chacha Heche ni katibu wa Chadema mkoa. Mwenyekiti wa Chadema mkoa. Yeye kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wanawafanya mawasiliano na ofisi kuu ya Dar es Salaam katika hali ya kumtafuta ndugu yao. Basi Asha, tunakushukuru sana kwa ripoti hiyo chache. Tunafahamu pia kesho tutafahamu mengi kuhusiana na taarifa zaidi kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Sawa, nikutakie siku njema. Maeneo mengi hata kwenye mitandao ukipita, na nilikuwa napitia toka jana, swali ni moja tu, John Heche yuko wapi? John Heche yuko wapi? Imekuwa ni swali baada ya kukamatwa hadharani, kwa sababu tukisema sasa amepotea, hapana, alikamatwa hadharani na maafisa waliokuwa wamevaa sare za polisi, kwa maana ni maafisa wa polisi. Sasa simisi hapo tayari mjomba inaeleweka. Sasa unaweza kusema maafisa wa polisi, baadaye akasema walijifanya. Kwa hiyo wanasema walikamatwa na watu wanaoonekana ni maafisa wa polisi, na baadaye chama kikatoa taarifa kwamba kilifuatilia mpaka Central Police, wakaambiwa mteja wenu au mwanachama wenu amepelekwa Tarime kule. Alizungumza hiyo ni kwa mujibu wa yule wakili ambaye alitoka hadharani kuzungumza. Chama kikarelax kikiamini kwamba sasa ni kwenda kumfuata Tarime. Kini jana familia naona mama yake pia akipita paka hospitalini, wanasema wameenda Tarime, wameambiwa hawana hizo taarifa za kuletwa kwa huyo mtu na wala hawamuhitaji kule. Umeona Kwa hiyo John Heche hayupo Tarime, hayupo Dar. Wao sasa kama familia wanapata kizungumkuti kidogo. Jana nimeona mama yake anakwenda mpaka hospitalini, vituo vya polisi, anaulizia, kaambiwa hayupo. Kwa hiyo swali limebakia kuwa baada ya kutolewa pale mahakamani amekwenda wapi? Kaka yake Heche jana naye pia alifanya mkutano na waandishi wa habari, naye pia swali ni hilo, yuko wapi? Na wenyewe sasa wakatoa muda. Jana kaka Heche ametoa muda kuanzia jana saa 10 wakati anazungumza na waandishi wa habari mpaka leo saa 3 asubuhi. Anasema baada ya hapo watawaruhusu wananchi wamtafute. Baada ya kuona kimya saa 3 leo wasipompata, wasipoambiwa yuko wapi, wanasema watawaambia wananchi ambao wanawasumbua, anasema wanawasumbua. Kuna wananchi wanawasumbua. Waruhusu sasa, jamani, sisi hatumjui yalipo, mtafuteni. Sasa mjomba, tusikie leo zungumzo. Sio kasema mjomba, sio tuanze na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi, sio? Ndio. Si ndio? Brenda Rupia kimesema mawakili na viongozi wa chama hicho wamefika kwenye kituo, yani walikuwa na harakati za kumtafuta mtu kama si ndio? Lakini baadaye sasa alizungumza mwenyekiti wa Bavicha Taifa, wakili Deogratias Mayela. Kwa sisi tumsikilize yeye. Haina shida. Baada ya taarifa ya bwana mwenezi wao kuzungumza. Mjomba, tuanze naye huyu hapa. Hebu msikilize mjomba. Anasemaje huyu? Kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama, kama mmeona taarifa ya chama kupitia mkurugenzi wa habari, ni sahihi kwamba ni kweli makamu mwenyekiti wa chama John Heche alikamatwa siku ya jana hapa mahakamani, na kurugenzi ya sheria ikiongozwa na mkurugenzi wa sheria wakili Gaston Gelbindi, mara baada ya kufika Central Police waliambiwa kwamba hapa Dar es Salaam hawana mashtaka yote yanayomhusu, akasafirishwa kupelekwa Tarime. Ndio maelezo ambayo yalisemwa kwenye ofisi ya ZDCO kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa mpaka leo, mpaka muda huu tunapozungumza, mawakili wetu walioko Tarime na viongozi wa chama wa mkoa wa Mara na walioko Tarime wameenda kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kifupi, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hajafika huko Tarime wala Mara. Kwa mpaka sasa hatufahamu kwamba makamu mwenyekiti wa chama John Heche yuko wapi. Sasa sisi kama vijana wa Chadema na kama baraza la vijana tutoe wito kwa jeshi la polisi kwamba kwa sasa dunia ina maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Unapochelewa kutoa taarifa ya jambo linalomhusu kiongozi mkubwa wa chama cha siasa kama John Heche, sababu John Heche kwa sisi wengine maoni yetu ni kwamba ni kiongozi ambaye anaongoza chama ambacho kina wapenzi wengi kuliko chama kingine chochote kwenye taifa hili. Kwa hiyo zinapochelewa kutolewa taarifa za kuhusu kiongozi wa namna hii yuko wapi, maana yake mamlaka zinaacha gepu za akitokea mtu yoyote iwe kwenye mitandao ya kijamii au mahali kwingine kokote akisema lolote, ni rahisi watu kurupukia na kuliamini. Taarifa hazijawafikia yuko wapi, sio? Ndio. Haya, familia nasemaje sasa yenyewe? Kwa
kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili, ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari. Ondoka hapa akajua kwamba yuko huru akaenda. Na sisi tukawa na imani kwamba John, kwa sababu walitutangazia wakatuambia kwamba John anasafirishwa kwenda nyumbani kwao Tarime. Lakini tunajua kwamba John anakuja. Lakini masaa yanapozidi kusogea tunaendelea kuwa na nini? Tunaendelea kuwa na wasiwasi, hatujui mtoto wetu yuko wapi. Kwa kweli tunamwomba Samia, Mama Samia ni mzazi mwenzetu, anajua uchungu wa mwana. Afadhali hata mwanaume ajui uchungu wa kusukuma wala ajui uchungu wa kumzaa mtoto. Yeye anajua uchungu wa kumzaa mtoto. Atuambie kijana wetu yuko wapi, tumpelekee hata maji ya kunywa. Kwa mimi nashangaa polisi wamemkamata jana makamo tukiwa naye, na walikuja wakamwambia vizuri, Mheshimiwa Heche uko chini ya ulinzi sasa, unatuhumiwa. Heche akawauliza kwa kosa gani? Wakamwambia kosa uliolifanya silali, tunaomba tuende na wewe polisi central. Hiyo ndio situation ilipo. Kwa hiyo mpaka leo bado kuna taarifa iliyotoka ya, lakini naamini kwa sababu hata video pia zipo wakati anakamatwa. Kwa hiyo sio kwamba ilikuwa ni jambo la kupotea, ni swala la watu wanajua yani kwamba umeona ile. Kwa hiyo ni swala la kujua sasa kama watapelekwa mahakamani ama itatolewa taarifa ya polisi itasemaje. Swala kusubiri na kuona, lakini wanashodai wao ni kwamba wanahitaji kujua alipo, kwa sababu naye pia ana haki za mawakili wake kumsikiliza, lakini pia hata familia kujua kwamba nini kinaendelea kwenye maisha ya ndugu yao. Yani familia pia kupeleka chakula, kila kitu yani inabidi kiwe wazi, na wenyewe pia ndio wanachodai familia hapo. Kwa hiyo taarifa imeishia hapo. Subiri leo tuone kama kuna muendelezo wa hilo. Kama kuna lolote, sisi kazi yetu kutoa taarifa, tutatoa taarifa, sio? Ndio bwana. Hata kuchambua. Sasa ukipita pia kwenye maeneo mengi yenye vyanzo vya habari, kesi ile ya mwenyekiti wa Chadema tulikuwa tumesalia hapo kuhitimisha. Jana pia Tundu Lissu ameshinda pingamizi lingine alilokuwa ameweka, ambapo sasa jana ni ile la kukataa ripoti ya uchunguzi wa polisi kwenye kesi leo haini inayomkabili. Jana pia mahakama imesema hiyo ripoti kwa mujibu wa maelezo ya Lissu haina hadhi ya kuja pale. Kwa hiyo imekataliwa na yenyewe. Juzi ilikataliwa ile ya ushahidi ule wa video. Yule bwana utaalam kidogo inaonekana wamesema sio vitu vyake.